أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu miaka 117 imepita tangu ipatikane nizamu ya ukhalifa katika jumuiya ya Ahmadiyya. Mwaka 1908 nizamu hii ilipatikana, na kwa mujibu wa ahadi za Mwenyezi Mungu na bishara za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam nizamu hii ilianza. Basi hii ni hisani kubwa ya Allah Taala juu ya jumuiya ya Ahmadiyya ya kwamba sisi ni sehemu ya nizamu ambayo Mwenyezi Mungu alitoa bishara yake ya kwamba baada ya ujio wa Masihi na Mahdi itaanza zama ambayo ni zama ya kuhuika kwa Islam kwa mara ya pili, na kisha kwenye nizamu hiyo hiyo itaanza zama ya ukhalifa vile vile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoa bishara yake kwa uwazi kabisa. Bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyosimuliwa katika hadisi ndiyo hii. Mtume alisema, unabii utakuwa kati yenu mpaka apendapo Allah, kisha atauondoa
na utakuwepo ukhalifa juu ya njia ya unabii hadi allah atakapopenda uwepo kisha atauondoa kisha utapatikana ufalme wa kuuzi ambao utakuwa mpaka allah apendapo uwepo kisha allah atauondoa kisha utapatikana ufalme wa mabavu na utaendelea hadi allah atakapopenda uwepo kisha allah atauondoa na kisha utapatikana ukhalifa juu ya njia ya unabii na kisha mtume saa salam akanyamaza basi hii ilikuwa ni bishara ya mtume salallahu alaihi wasallam ambayo kwa mujibu wake kwa fadhili ya mwenyezi mungu baada ya ujio wa masihi maut ilianza zama mpya ya kuhuishwa kwa islam na baada ya kifo chake ikaanza zama ya ukhalifa pia aya hizi nilizosoma tafsiri zake ni kama hivi mwenyezi mungu anasema na walimwapia allah kwa kiapo chao cha nguvu ya kwamba ukiwaamrisha bila shaka wataondoka sema msiape utii wa kawaida ndio unaotakiwa hakika allah anazo habari za mnayoyatenda sema mtini allah na mtini mtume na kama mkikengeuka basi aliyolazimishwa yeye ni juu yake na ni juu yenu mliyolazimishwa nini na kama mkimtii mtaongoka si vingine juu ya mtume ila kufikisha ujumbe waziwazi allah amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu na kufanya vitendo vizuri bila shaka atawafanya makhalifa katika ardhi kama alivyowafanya makhalifa wale wa kabla yao na kwa yakini atawaimarishia dini yao aliyowapendelea na atawabadilishia amani baada ya hofu yao wao wataniabudu hawatanishirikisha na chochote na atakaye kufuru baada ya hayo basi hao ndio wavunjao amri na simamisheni sala na toeni zaka na mtini mtume ili mrehemiwe basi ni wazi kutoka aya hizi ya kwamba mwenyezi mungu amewaahidi waislamu ya kuwa nizamu ya ukhalifa itapatikana kwenu zama ya makhalifa wa mtume saa salam iliendelea kwa miaka 30 sasa ahadi hii ya allah haikuwa kwa miaka 30 tu bali ilikuwa ni ahadi kamili na mtume salallahu alaihi wasallam alitoa ufafanuzi wake kama nilivyosoma hadisi ya kwamba kwanza ilikuwa ukhalifa juu ya njia ya unabii kisha ulikuwa ufalme kisha ulikuwa ufalme wa mababu na kisha utapatikana ukhalifa juu ya njia ya unabii na huo utapatikana katika zama ya masihi maut basi sisi wahamadia tunatakiwa kukumbuka jambo hili kwamba sisi kwa kumkubali masihi maud tumeahidi kuzifuata amri za mwenyezi mungu na sharti moja la ahadi hii ndiyo hili kwamba sisi daima tutaendelea kushikamana na ukhalifa na mwenyezi mungu ametuelekeza upande huo bali ametusisitiza na kuhusu hiyo kuna kauli ya mtume salallahu alaihi wasallam pia basi maadamu tutaendelea kushikamana na ukhalifa tutaendelea kuwa warisi wa fadhili za allah lakini kwa ajili yake pia kuna masharti kama mwenyezi mungu alivyosema katika aya basi kutimiza masharti haya pia ni muhimu kwetu kabla ya kueleza ufafanuzi wake kuhusu kuendelea kwa ukhalifa maneno aliyosema masihi maud na yasoma yeye katika kitabu cha alwasia alisema mwenyezi mungu hudhihirisha kudra ya namna mbili kwanza kwa mkono wa manabii wenyewe huonyesha mkono wa kudra yake pili katika wakati ambapo matatizo yanazuka baada ya kifo cha manabii na maadui hupata nguvu na huzani mambo yameharibika na huwa na yakini kwamba
sasa jumuiya hii itafutika, bali na watu wa jamaat nao huhangaika na kuvunjika moyo, na baadhi yao wenye bahati mbaya wanashika njia ya kuritadi. Hapo mwenyezi mungu hudhihirisha mara ya pili kudra yake yenye nguvu na kuimarisha jumuiya iliyokuwa inaanguka. basi yule anayesubiri mpaka mwisho huona muujiza. Basi wale wanaosubiri mpaka mwisho huona muujiza huu wa mwenyezi mungu, kama ilivyotendeka katika enzi ya abubakar sidik. wakati huo kifo cha mtume saa salam kilipofikiriwa kutokea wakati usiofaa, na mabedui wengi wakaritadi na maswahaba kwa sababu ya huzuni ghamu kubwa wakawa kana kwamba wameshikwa na wazimu. hapo mwenyezi mungu kwa kumsimamisha imara hata abubakar sidik akaonyesha mara ya pili onyesho la kudra yake, na akanusuru islam iliyokurubia kufutika, na akatimiza ahadi aliposema kwamba wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadaa lahum wala yubaddilannahum min baadi khaufihim amna, yani baada ya hofu tutaimarisha miguu yao. ndiyo ilivyofanyika katika zama ya hat musa, ambapo hat musa kabla ya kuwafikisha wana wa israel huko misri na kanaani sawa na ahadi yake, akafariki njiani, na kifo chake kikazusha maombelezo makubwa kwa wana wa israeli. hat masihi maud anasema kwamba basi eni wapenzi, kwa kuwa hii ndiyo suna ya allah tangu kale, kwamba mwenyezi mungu huonyesha kudra mbili ili kuzikanyagilia mbali furaha mbili za bandia za wapinzani. hivyo haiwezekani sasa ya kwamba mwenyezi mungu aziache suna zake za zamani. kwa hiyo msihuzunike kwa habari niliyowaambieni, wala nyoyo zenu zisifadhaike, kwani hamna budi kuiona kudra ya pili vile vile, na kuja kwake ni bora kwenu, kwa sababu hiyo itadumu nayo. hapo masihi maud rasulullah sawa na hadisi hiyo ameeleza kwamba kudra hii itadumu, ambayo silsila yake itaendelea na haitakoma mpaka kiama. na alisema kwamba kudra ya pili haiwezi kuja mpaka niondoke, lakini niondokapo hapo mwenyezi mungu atawatumieni hiyo kudra ya pili itakayodumu nani milele, kama mungu alivyoahidi katika brahini ahmadia. na ahadi hiyo hainihusu mimi, bali ya wahusuni nini, kama mwenyezi mungu anavyosema kwamba mimi nitashindisha jumuiya hii inayokufuata juu ya wengine hadi siku ya kiama. basi hapana budi mfikiwe na siku ya mimi kuagana nani, ili baadaye iwadie ile siku iliyo siku ya ahadi ya kudumu. mungu wetu huyu ndiye mungu atimizaye ahadi, mwaminifu na mkweli, atawaonyesheni yote aliyoahidi. japokuwa hizi ni siku za mwisho za dunia na ndio zama za balaa nyingi kushuka, lakini hapana budi dunia hii ibaki mpaka yote hayo yatimie aliyoniambia mungu. mimi nimezwihiri nikiwa kudra moja kutoka kwa mungu, nami ndimi kudra hasa ya mungu, na baada yangu watakuwepo wengine ambao watakuwa onyesho la kudra ya pili. hivyo endeleeni kuomba mukiwa pamoja ili kuingoja kudra ya pili ya mungu, na yawapasa wanajumuiya wema wa kila nchi wakiwa pamoja wadumu kuomba ili kudra ya pili ushuke kutoka mbinguni, na iwahakikishieni kwamba mungu wenu ndiye mungu mweza. sasa hapa masihi maud alisema hivi kwamba mwendelee kufanya dua na maombi mukiwa pamoja ili kuingoja kudra ya pili, na katika kila nchi jamaat ya watu wema wafanye dua kwa pamoja. wakati ule alipokuwa amesema jumuiya ilikuwa ikipatikana katika india tu na watu wachache watakuwa ugenini, lakini bishara hii pia akaieleza kwa njia hii kwamba katika kila nchi waendelee kuomba dua kana kwamba siku za usoni itawadia
itawadia zama ambapo jumuiya itaenea katika dunia nzima, na leo tunaona zama ile imefika kwamba jumuiya ya ahmadia imeenea katika dunia nzima, na kila mahala tunaona upendo, unyofu, ikhilasi na mapenzi kwa ukhalifa, jambo ambalo linapatikana hata kwa wale waishio nchi za mbali. Na katika uchaguzi wa ukhalifa watano mliona namna ambavyo watu walivyoenea duniani kote wakijumuika na waliahidi ahadi ya kushikamana na nizamu ya ukhalifa na wakafanya bayati, na bayati hii inshallah itadumu. Watu wataendelea kufanya siku za usoni vile vile. Mwenyezi Mungu ataendelea kutujalia fadhili zake, kwani hii ni ahadi ya Mungu. Hii ni bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni ujumbe aliyopata kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na ametuachia ujumbe huo wenye furaha. Basi yatupasa kuendelea kushikamana na ukhalifa, na kwa ajili ya kusimamisha nizamu ya ukhalifa tuwe tayari kujitolea kila kitu. Tukifanya hivyo, basi tutaendelea kushikamana na ukhalifa hadi siku ya Kiyama, na vizazi vyetu pia wataendelea kushikamana nayo, na tutaendelea kupata faida kutoka ukhalifa. Baadhi ya watu wanafikiri ya kwamba huenda katika jumuiya ukhalifa utabadilika katika ufalme, lakini hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu na bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi niliyosoma humo pia ameeleza, na pia hatmasihe maud kama alivyosema. Kutoka hivi vyote inadhihiri ya kwamba ukhalifa wa jumuiya ya ahmadia inshallah utaendelea kubaki kama ukhalifa wa kiroho, na silsila yake itaendelea kudumu hadi Kiyama, na zama haitaingia ambapo isemwe kwamba labda ufalme umepatikana. Baadhi ya watu wenye fitna wanaanza kutamka maneno haya kwamba katika jumuiya ya ahmadia ufalme umepatikana. Hiyo haitatokea. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Inshallah taala daima ukhalifa wa kiroho utadumu daima dawamu. Mwenyezi Mungu ametoa ahadi kwamba ukhalifa utapatikana kwenu kama vile ulivyokuwa katika watu wa kabla yenu, na ukhalifa huo haukuwa ukhalifa wa ufalme, bali ulikuwa ni ukhalifa wa kiroho ambao Mungu ametoa mfano wake, na imeelezwa katika Qur'an tukufu. Katika historia ya manabii tunapata kujua kwamba ilikuwa nizamu ya ukhalifa ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anawapatia moja kwa moja, na kulikuwa na nizamu nyingine iliyoanza kutoka zama ya makhalifa wa Mtume sallam, na hapo inaendelea kwenda mbele. Safari moja Mirza Bashir Ahmad Saheb alikuwa ameandika makala moja juu ya mada hii. Alikuwa na fikira kwamba labda zama itawadia ambapo nizamu ya ufalme itapatikana. Hatmusleh Maud alipojua, yeye akakatalia katakata kwa nguvu, na akasema kwamba katika jumuiya ya Ahmadiyya ufalme hautapatikana maadamu nizamu ya kiroho na uchamungu upo inshallah, na ukhalifa huu utadumu daima dawamu. Mwenyezi Mungu ametoa ahadi kwa Masihi Maud, na yeye amesema mwenyewe kwamba maadamu ahadi hizi hazitimii, nizamu yote haitakuja katika jumuiya ya Ahmadiyya ambayo iwe yenye kuleta madhara kwa ukhalifa. Mirza Bashir Ahmad Saheb alikuwa mwenye kujua daraja ya ukhalifa, na alikuwa ameshikamana na ukhalifa kwa unyofu wote. Hivyo lilikuwa haliibuki swali kwamba yeye angekuwa na rai yake, bali alikuwa anasema kwamba kama ninapokuwa rai katika swala fulani na khalifa wa zama anatoa hukumu zidi yake, wazo haliingii moyoni mwangu kwamba mimi ni rai fulani. Huo ulikuwa ni unyofu wake kamili. Hivyo kwa mujibu huo pia tunatakiwa kuwa na yakini kamili juu ya ahadi za Mwenyezi Mungu kwamba nizamu ya ukhalifa kwa fadhili Allah ni nizamu ambayo ilianza kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu, na sawa na uwezo wa Mungu itaendelea kupatikana. Khalifa wa zama katika swala yake akiamka usiku anafanya dua kwa ajili ya wanajumuiya wake. Je, yupo mfalme ambaye awe anafanya hivyo? Hivyo tukikumbuka jambo hili na kisha tukifuata katika matendo yetu, ndipo tunaweza kufanikiwa. Mwenyezi Mungu ametoa ahadi kwamba
neema hii itapatikana kwa wale watakao mtii allah na mtume wake. hivyo maadamu kati yetu watu wataendelea kutii allah na mtume wake, sisi tutaendelea kupata sehemu kutoka ahadi hii na wao pia wataendelea kupata sehemu, na la sivyo watu hawa watajitenga tu, lakini ahadi ya mwenyezi mungu haitakwama. mwenyezi mungu amesema kwamba wa in tutiuhu tahtadu, yani kama nini mtatii basi mtaongoka na mtaendelea kupata mwongozo. kisha mwenyezi mungu anasema kwamba waada llahu lazina amanu minkum wa amilu salihati, waada llahu lazina amanu minkum wa amilu salihati, kwamba hii ni ahadi ya mwenyezi mungu kwa wale walioamini na wakatenda matendo mazuri. kiwango cha imani na kitendo chema ameeleza katika aya ijayo kwamba mutii kwa utii kamili ndipo mtaitwa waumini wa kweli, na kisha mtaweza kuelekea upande wa matendo mema na mtaweza kuzidi katika matendo mema. mkifanikiwa kufikia kiwango hicho, basi tutaendelea kunufaika na neema ya ukhalifa. hivyo mwenyezi mungu ili kuendeleza ukhalifa na kwa ajili ya kupata faida kutoka ukhalifa ametusihi kwamba watakaoshikamana na ukhalifa wao wamtii allah na mtume wake na kisha wafuate amri zake. kwa waislamu mnaweza kuangalia historia inatuambia na hadisi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wake tunaona kwamba kwa waislamu ukhalifa wa kweli, ukhalifa wa kirashida uliendelea kubaki hadi wao wakaendelea kuonyesha utii, na walipotoka nje ya utii basi wakakosa ukhalifa. hivyo jambo hili daima tulikumbuke kwamba kwa kujiunga na jumuiya ya ahmadia, kama tunataka kupata faida, basi ni wajibu kwa kila ahmadia kushikamana na ukhalifa na kuutii ukhalifa kwa kamilifu. ni wajibu wa kila ahmadia na kufuata amri za khalifa wa zama na kujenga naye uhusiano wa kweli ni wajibu wa kila ahmadia. ndipo yeye atapata mwongozo na ataongoka na ataendelea kupata faida. kwa ajili ya mtu huyu mwenyezi mungu amesema kwamba ni lazima kwamba huyu ni mumini mkweli na ni mwenye kushikamana na ukhalifa. nizamu hii ya ukhalifa ni nizamu ambayo mwenyezi mungu mwenyewe anageuza mioyo ya watu. huu ndio msaada wake na daima tumeona msaada huo kwenye kila zama ya ukhalifa. khalifatulmasih al awal hat maulana nuruddin sahib ambaye alichaguliwa kuwa khalifa, msaada wa mungu ulikuwa pamoja naye na watu walifanya baiati yake. katika zama ya khalifa wa pili sisi tuliona japo ilitokea fitna na ufisadi, misaada ya mungu ilikuwa pamoja naye na misaada hiyo ilikuwa ni yenye kutimiza ahadi za masihi maut. na kisha jumuiya ya ahmadia ikajumuika juu ya mkono mmoja, na watu waliokuwa zidi ya nizamu ya ukhalifa na walikuwa hawataki kuendeleza ukhalifa wakajitenga, lakini hawakuwa na umuhimu wowote. kisha tuliona katika zama ya ukhalifa watatu namna watu walivyojumuika juu ya mkono moja, na kisha tukaona katika zama ya ukhalifa wa nne namna ambavyo watu walivyojumuika juu ya mkono moja na shari yoyote haikuweza kuwasambaratisha. na kisha tuliona katika ukhalifa wa tano, kama nimekushaeleza mara kadhaa, namna ambavyo watu walijumuika. huu ni mfano ambao hauna mfano wake. huu ni mfano usio na kifani, na watu wa nchi mbali walijumuika na wakazuhirisha uhusiano wa unyofu ambao mfano wake haupatikani katika dunia leo. muangalie kwamba ni jumuiya ya ahmadia pekee ambayo imeshonwa katika nizamu moja, na kwa fadhili ya mwenyezi mungu, kwa sababu ya kujiunga na jumuiya na kwa sababu ya kushikamana na ukhalifa, ni fadhili za allah juu yao. ni sawa kwamba
kutoka kwa maadui jumuiya inaendelea kuzulumiwa na kuteswa haswa nchini pakistan na katika baadhi ya nchi zingine, lakini kwa ufadhili ya mwenyezi mungu wote wamesimama imara juu ya imani yao na wamesimama imara wakisema kwamba mateso hayo hayawezi kuturudisha nyuma, na badala yake mwenyezi mungu anaendelea kuteremsha mvua za neema na fadhili juu yetu. nchini pakistan mwangalie mwaka 1974 ufisadi uliotokea zidi ya jamaati, jumuiya ikaendelea kupata maendeleo na ikaenea katika dunia. 1984 kanuni ilipitishwa zidi ya jamaati, lakini kanuni hiyo haikuweza kuleta kizuizi katika maendeleo ya jamaati. khalifa wa zama alilazimika kuhama pakistan rabwa, lakini hatua hiyo haikuleta kizuizi katika maendeleo ya jamaati, bali akitoka nje chini ya ukhalifa wake mwenyezi mungu aliendelea kuteremsha mvua ya fadhili juu ya ukhalifa na zama mpya ikaanza. na katika ukhalifa wa nne tuliona namna jumuiya ilivyopata maendeleo, na hapo pia tunaendelea kuona na kushuhudia kwamba jumuiya inaendelea kupiga hatua juu ya maendeleo, japo maadui wamepita mipaka ya zulma. siku hizi tunaona haswa baada ya 2010 wapinzani walipowaua waahmadia kwa kuishambulia misikiti yetu, na kisha katika nyakati mbalimbali wanajumuia wanaendelea kuuawa, saa nyingine wengi, saa nyingine wachache. na katika zama ya ukhalifa wa 5 watu wengi wameuawa shahidi, lakini angalieni kwamba watu wamesimama kidete juu ya imani yao, na imani yao inaendelea kuzidi na kuongezeka, na wamesimama imara juu ya imani yao na wanaendelea kuimarika zaidi na zaidi. sawa, wanakwepo baadhi wenye imani dhaifu, wengine labda watakuwa wamerudi nyuma, lakini uwingi wa ahmadia ni wale ambao wamesimama kidete juu ya imani yao, na mungu anaendelea kuwajalia. mwenyezi mungu amewajalia kwa njia mbalimbali wakapata nafasi ya kutoka nje, na mwenyezi mungu aliwajalia maendeleo ya kidunia vile vile. katika nchi za nje tunaona kwenye nchi mbalimbali jamaat inaendelea kusambaa, na hii ilikuwa ni ahadi ya mungu kwa ukhalifa, na kwa sababu yake natija hizi zinaendelea kutokea kwamba leo tumeenea katika nchi 213, na kwa fadhili ya mwenyezi mungu jumuiya ya mukhlisin inaendelea kustawi, na watu waishio nchi za mbali ni wenye ikhilasi. kwa kuona watu hawa tunashikwa na mshangao. nimekushaeleza matukio kadhaa namna ambavyo watu waishio nchi za mbali, watu wa afrika, watu wa vijijini wanajenga uhusiano na ukhalifa, japo wanapata matatizo lakini wamesimama kidete juu ya imani yao. nchini burkina faso katika eneo la dori ambapo wahamadia 8 waliuawa shahidi, nao wakisimama kidete juu ya imani yao walitoa uhai wao. vizazi vyao na watoto wao wamesimama kidete juu ya imani, na wanasema kwamba sisi tunamwamini hatmasihe maud alahsatu wassalam kama vile mashahidi wetu walivyokuwa nayo, na wakatoa uhai wao, na sisi pia tuko tayari kutoa uhai wetu, na sisi kwa ajili ya ukhalifa na kwa ajili ya kustawisha nizamu ya ukhalifa tuko tayari kujitolea kila kitu. na wananitumia ujumbe wenye upendo na mapenzi kwamba mimi nashikwa na mshangao kwamba watu hawa waishio mbali ambao saa nyingine watu wanasema kwamba ni si wasomi, lakini wana imani, wana joto la imani. maneno yao, jaziba yao, upendo wao na mapenzi yao kwa ukhalifa ni kitu ambacho siwezi kueleza katika maneno. hii ni fadhili ya mwenyezi mungu kwamba ahadi ya mungu aliyofanya kwa ukhalifa kwamba ukhalifa utadumu.
kwa ajili ya kusimamisha na kuendeleza nidhamu hiyo anaendelea kujaza mioyo ya watu kwa imani. Nilienda katika nchi moja ya Afrika. Mtu mmoja ambaye mikono yake ilikuwa haifanyi kazi, alikuwa mlemavu. Yeye alinisalimia na akanishika kwa nguvu. Ilionekana kwamba mkono wangu umekamatwa na nguvu fulani. Alizuhirisha upendo mkubwa mpaka nikashikwa na mshangao. Huo ulikuwa ni upendo wa ukhalifa tu. Kwa kuniona mimi watu walianza kulia machozi. Hawakukutana nami, walikuwa hawanijui, lakini walikuwa wananikumbatia na walikuwa wanalia, na nilikuwa naona kwa mshangao namna ambavyo Allah amezwalisha upendo katika mioyo yao, na walikuwa wanaahidi kwamba sisi tuko tayari kutoa kila kitu kwa ajili ya ukhalifa, na hii si ahadi tu au maneno tu, bali tuko tayari kutimiza. Kila mwaka mimi napokea barua nyingi. Watu wananiandikia barua, na kuanzia watoto wadogo, kina mama, vijana, hata wazee wanaonyesha na wanazuhirisha upendo kwa ukhalifa na wanaonyesha mapenzi kwa ukhalifa, mpaka mtu anashikwa na mshangao kwamba namna ambavyo Allah amejaza mapenzi katika mioyo yao kwa ajili ya ukhalifa na kwa ajili ya jamaat na kwa ajili ya masihi maut, na amezalisha maumivu kuhusu islam katika mioyo yao. Hicho ni kitu ambacho Mungu ameleta kwa kupitia ukhalifa wa Kiahmadia, na kwa ajili ya kuendeleza Mungu anasema kwamba kama mtaendelea na mema na mtakuwa na matendo mema, basi mtaendelea kupata faida. Katika aya hizi Mwenyezi Mungu amesema kwamba wao wanapata maendeleo katika imani na wao hawafanyi ushirikina. Hivyo kwa ajili yetu pia ni muhimu kwamba sisi daima tuepukane na ushirikina wa aina zote. Siku za nyuma nilikuwa nimetoa hutuba katika shura ya Uingereza. Humo pia nilikuwa nimeeleza kwa kupitia maandiko ya Musleh Maud kwamba kama sisi tuna kibri au kwa mtu fulani, kiongozi wa jamaat au mtu yote Ahmadia yote ana kibri, basi tuna ushirikina. Hivyo kama tunataka kupata faida ya kweli kutoka ukhalifa na tunataka kuwa warisi wa kweli wa fadhili ya Mungu, tutalazimika kujiepusha na kila aina ya kibri na majivuno, na tutalazimika kujitakasa. Na viongozi na wafanyakazi wa jamaat wataweza kufaa kwa ajili ya jamaati muda ambapo ubinafsi wao utakwisha, kibri yao itakwisha, na wao watakuwa wenye kufanya kazi kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu tu. Kisha Mwenyezi Mungu amesema kwamba hawa ni watu ambao wanasimamisha swala na wanatoa zaka. Kisha alisema kwamba ni wenye kumtii Allah na mtume wake utii kamili, na hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu atawarehemu. Hivyo sasa kwa kupitia Masihi Maud Mwenyezi Mungu ameanzisha silsila ya neema hii ya ukhalifa. Kwa ajili ya kunufaika na neema hiyo, kila Ahmadia atalazimika, anatakiwa kukumbuka amri hii ya Allah kwamba kwa ajili ya kuendeleza faida au neema hii ya ukhalifa, ahadi hii ni kwa wale tu wanaofanya utii kamili. Hivyo daima muzingatie ibada ya Mwenyezi Mungu, kwani wanaomtii Allah kweli kweli ni wale tu ambao daima wanamkumbuka Mwenyezi Mungu na wanafanya ibada yake. Na kwa ajili ya ibada, kama tunavyojua, Mwenyezi Mungu ametupatia amri mara kwa mara kwamba musimamishe swala. Hivyo kusimamisha swala, kuswali swala ni kitu muhimu sana. Kila Ahmadia anatakiwa, ambaye anaona kwamba ameshikamana na ukhalifa au anataka kushikamana na ukhalifa na anataka kupata faida, anatakiwa kukumbuka jambo hili kwamba yeye azingatie swala zake na ibada yake. Hat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza kuhusu swala, sehemu moja alieleza kwa njia nzuri sana kwamba sehemu iliyo nzuri ya swala ni Ijumaa, ambapo imam anasoma hutuba
anatoa nasaha. Na khalifa wazama kwa kuona hali ya dunia na kwa munasaba wa kaumu mbalimbali za dunia, yani sawa na mahitajio ya kaumu mbalimbali, anatoa nasaha. Hapo umoja unapatikana, umoja wa kikaumu, na wote yani khalifa wazama anaofanya wote wawe na kibla moja, yani mwelekeo moja. Na leo tunaona picha yake halisi ipo mbele yetu. Leo kwa kupitia mta mwenyezi mungu ameanzisha nizamu ile ambapo hutuba ya khalifa wazama inaonekana inasikilizwa kwenye kila kijiji, kila nchi, kila mji na kila nchi. Na sio hayo tu kwamba mambo ambayo khalifa anazungumzia ni kwa ajili ya wale tu waliokaa mbele yake, bali ninapokea barua nyingi kutoka Afrika, Uturuki, Urusi na nchi zingine kwamba yale unayoongelea inaonekana kwamba ni sawa na hali zetu. Na kwa kusikiliza mawaidha haya tunapata mwelekeo wa kujirekebisha na tunapata hisia kwamba kwa kweli nizamu ya ukhalifa ni nizamu ambayo imetuunganisha katika umoja. Hivyo mambo yanayoendelea kuongelea si kwa ajili ya wahamadia wa Pakistan tu au wale wa Ulaya, hapana, bali ninapata kujua kutoka barua kwamba kwenye kila kona ya dunia, kwenye kila nchi, desturi na utamaduni uliopo, vyapo mambo ambayo yanafanana. Hivyo watu wanapata nafasi ya kujirekebisha. Siku hizi naendelea kutoa hutuba kuhusu historia ya Kiislam, naendelea kueleza sera tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Humo pia yanatokea mambo kadhaa ambayo ni nasaha kwetu, na watu wanapata faida sana. Na pia wanaendelea kujua kuhusu historia ya Islam, wanaendelea kujua kuhusu mambo ya msingi ya Islam, na pia wameweza kujua kuhusu sera ya maswahaba, na pia wameweza kupata na kuelewa mifano na mfano mwema na sera tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyoonyesha katika maeneo mbalimbali, sehemu mbalimbali. Na yapo mambo ambayo yanawafaa kwa ajili ya kujirekebisha kwao, na wanaendelea kupata faida na pia wanazuhirisha katika barua. Hivyo hii ni njia ya ukhalifa ambayo Mungu ametupatia, na kwa kupitia njia hiyo jumuiya imekuwa na umoja. Na katika nchi 215 za dunia kila ahmadia ameendelea kushikamana na nizamu hii na anafanya juhudi ya kujirekebisha. Mwenyezi Mungu ametoa amri ya kutoa zaka, na kwa ajili ya kutakasa mali ni muhimu sana kwamba mutakase mali zenu, na humo kuna michango mingine. Leo tunaona kwamba kwa kupitia jumuiya ya Ahmadia tu nizamu hii ya mal inaendelea, na katika utii wa khalifa wa zama kwa kupitia kutoa michango wanajumuiya wanatoa na mahitaji ya jamaati yanaendelea kutimia. Kama kuna mapungufu katika nchi fulani, kwa kupitia nchi nyingine mapungufu yale yanaendelea kutimizwa. Nchini Afrika japo watu wanajitolea sana, lakini hali yao ya kiuchumi, yani mapato yao ni madogo kuliko matumizi yao. Hivyo tunalazimika kutuma hela kutoka nchi za nje, na hikisha nizamu ya shule, hospitali na mission house na miskiti inaendelea kuendeshwa, na watu wa huko pia wanatoa shukurani kwamba Mwenyezi Mungu ametuweka katika nizamu moja na ametujalia kupata faida kutoka kwake. Wapinzani wanafika kwenye nchi hizi na wanaenda huko na wanaenda kusema kwamba nini muache Qadianiyat, yani muache Mirzayat au Ahmadia. Watu hawafuati mafundisho ya Islam, lakini Wahamadia wa huko wanawapa majibu kwamba hadi leo nini hamkuja kutufundisha chochote. Leo jumuiya ya Ahmadia imekuja kwenye kijiji chetu, katika mji wetu, kwenye miji yetu, imejenga misikiti, na jumuiya inaendelea kuangalia kuhusu masomo yetu na elimu yetu, na jumuiya imetuwezesha kupata shule na pia imetujengea mahospitali, na wanatufundisha dini vile vile, wanatusomesha Qur'an tukufu, wanatusomesha tafsiri ya Qur'an tukufu. Nini hamkufanya chochote, sasa leo mmekuja kuwapinga na kwa ajili ya kusema kwamba hawa si Waislamu, mmekuja kutusumbua. Kama hawa si Waislamu, sasa katika dunia hakuna Muislamu.
hili ni jibu la watu wanajumuia wapya na hiyo pia ni nizamu ya ukhalifa ambayo kwa kupitia kwayo mwenyezi mungu ameweka roho ya kujitolea katika mioyo ya watu na watu wanaendelea kutoa michango na zaka na kisha matumizi yake halisi yanafanywa na watu wenye haja pia wanaendelea kulelewa na wanaendelea kupatiwa mahitajio yao na kazi ya kusambaza islam pia inaendelea kufanywa kama nilikuwa nimesema hapo awali zipo hali ambazo kwa sababu yake mateso yanaendelea kutokea nchini bangladesh nchi mbalimbali za uarabuni katika afrika kuna nchi ya pakistan na katika maeneo mengine mahala pengine nchini palestina vile vile siku hizi ambapo wahamadi ni wachache wana mushkil sana kikawaida huko kaumu nzima ina mushkil inaendelea kupata mateso na zulma zinaendelea kufanywa juu yao wanaendelea kuzulumiwa mwenyezi mungu awaokoe kutoka zulma inaendelea kufanywa juu ya wapalestina wanaofanya zulma juhudi yao au nia yao ni kuwamaliza kabisa kuwaangamiza kabisa na wanaendelea kufanya hivyo mwenyezi mungu awarehemu lakini kwa wote vile wale ambao ni waahmadia japo wanakabiliana na mateso lakini wanamshukuru mwenyezi mungu juu ya jambo hili kwamba sisi tuna nizamu ya ukhalifa ambayo inatupa moyo na pia inafanya juhudi ya kutimiza mahitajio yetu katika dunia. Tunaona kwamba kama masihi maud alah salam alikuwa amesema kwamba majanga mengi yatatokea, mengine ni majanga ya kiasili na mengine yanatokea kwa sababu ya makosa ya binadamu. Dunia imekumbwa na fitna na ufisadi, vita zinaendelea kutokea na ufisadi unaendelea kufanywa. Watu hawa wasipoelekea kwa Mwenyezi Mungu, yani baada ya kuona hayo yote, basi dunia itaangamizwa. Na Masihi Maud amekwisha toa bishara yake mara kadhaa. Hivyo ni wajibu wa wale wanaoshikamana na ukhalifa kwamba waangalie upande huu kwamba kazi yetu ni kuisalimisha dunia kutoka maangamio, na watakapofanya ahadi hii kisha kwa ajili yake watafanya juhudi, na juhudi ndiyo hii kwamba wafanye juhudi kamili ya kuileta dunia upande wa Mungu, na kwa ajili ya kufikisha ujumbe watumie nguvu zao zote na vipaji vyao vyote kadri wawezavyo, na kwa ajili yake wawe tayari kutoa mali, uhai, nafsi na muda, na pia wazidi katika uhusiano na Mwenyezi Mungu kwamba fadhili ya Allah ziwe juu ya kila Ahmadia, na kwa kupitia fadhila hizi aweze kupata ukaribu wa Mungu. Na atakapokuwa mwenye kupata ukaribu wa Mungu, hapo atakuwa mwenye kuisalimisha dunia. Wakati huo huo atakuwa mwenye kusalimisha kizazi chake, na pia ataweza kujisalimisha kutoka majanga, kwani majanga haya na maangamio hayo yanaendelea kushika sura ya kutisha, na siku za usoni hatujui kwamba yatashika sura gani ambayo mtu hawezi kufikiria. Hivyo daima kumbukeni kwamba katika kujiunga na khilafati Ahmadia ndiyo wokovu wa dunia, na khilafati Ahmadia ni nizamu, ni mwendelezo wa ahadi ile ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amefanya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alikuwa ametoa bishara yake, na nizamu ambayo ilitakiwa ianze kwa kupitia Masihi Maud. Hivyo huo ni mwendelezo wa ukhalifa wa Kiahmadia ambao unawafanya watu kufikia kwa Allah, na kwa ajili ya kusimamisha nizamu hii, huo ni mwendelezo. Kila Ahmadia afanye juhudi, na tukifanya hivyo basi Mwenyezi Mungu atatufanya kuwa warisi wa fadhili yake, na fadhili hizi zitakuwa fadhili za aina yake. Mwishowe naweka mbele yenu maandiko ya Masihi Maud alayhi wassalam. Anasema kwamba msizani kwamba Mungu atawapotezeni bure. Nini ni mbegu iliyopandwa ardhini kwa mkono wa Mungu. Mungu anasema kwamba mbegu hii itaota na kukua, na yatatoka matawi yake kutoka kila upande, na hatimaye itakuwa mti mkubwa. Basi amebarikiwa yule aiaminie habari hii, wala asitishike na majaribio yajayo katikati,
kwani majaribio hayana budi kuja ili mungu awajaribu kwamba nani ndiye mkweli katika madai yake ya baiati na nani mwongo. yule atelezaye kwa jaribio hatampa mungu hasara yoyote, bali bahati yake mbaya itamfikisha motoni. kama asingezaliwa ingekuwa bora kwake. lakini wale wote watakaosubiri, ambao watatetemeshwa na misiba na kupigwa na zoruba za misukosuko, na kaumu zitawacheka na kuwazihaki na dunia itawatenda kwa karaha sana, hao mwishowe watapata ushindi na watafunguliwa milango ya baraka. mungu akaniambia ya kwamba niipashe habari jumuiya yangu ya kwamba wale walioamini na imani yao haikuchanganikana na tamaa za kidunia, wala imani yao haikuchafuliwa na unafiki wala woga, na imani hiyo haikukosa daraja la lolote la utii. hao ndio watu anaowarizia mungu, na mungu anasema ndio hao ambao hatua yao ndiyo hatua ya kweli. basi ni fadhili ya mwenyezi mungu kama nisemavyo kwamba kwenye kila kona ya dunia, kila nchi, mwenyezi mungu ameijalia jumuiya ya ahmadia na amemjalia masihi maud na ukhalifa wa kiahmadia watu hawa ambao wanaendelea kuzidi kwenye viwango vyao vya kujitolea. na mwenyezi mungu alikuwa ameahidi kwa masihi maud, sisi tunaona zikitimia barabara. hata masihi maud alikuwa amesema kwamba mwenyezi mungu ameniahidi kwamba dunia hii haitakwisha mpaka mwenyezi mungu azifanye ahadi hizi zote zipate kutimia, zingine kwenye maisha yangu na zingine baada yangu, yani katika maisha yake na zingine baadaye. na tunaona mungu anaendelea kuzitimiza hadi leo, na wenye kushikamana nizamu ya ukhalifa wanaendelea kushuhudia, na inshallah siku za usoni pia wataendelea kushuhudia. hivyo kila mmoja wetu ni jukumu lake, ni wajibu wake kwamba bishara ambazo masihi maud ametupatia kwa kupokea kutoka kwa allah, kwa ajili ya kupata sehemu kutoka bishara hizi, na kwa ajili ya kupata fadhili na faida, na kwa ajili ya kupata faida tuweze kuwa na azma, heshima ya mungu moyoni mwetu, na pia tuifanye azma na heshima hiyo iweze kupatikana katika mioyo ya watu na vizazi vyetu, na tuweze kuepukana na kila aina ya ubaguzi na majivuno, na tuweze kulinda imani zetu, tuweze kuonyesha mfano kamili wa utii kamili, na tuweze kuzidi katika imani yetu, ili kwa mwenyezi mungu hatua zetu zihisabiwe kama hatua za kiimani, na sisi tuweze kupata fadhili kutoka ahadi zake. mungu atujalie sote kwamba kila mwanajamaati aweze kuwa tayari ili kujitolea kila kitu kwa ajili ya ukhalifa wa kiahmadia, na ahadi tunazofanya katika wakati mbalimbali, katika tanzim mbalimbali tunafanya ahadi tuweze kuitimiza, na mwenyezi mungu alete zama katika maisha yetu ambapo tuone kwamba katika dunia bendera ya umoja wa mungu inaendelea kupeperuka, na katika utumishi wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam watu wanaendelea kuja makundi na makundi, na wanaendelea kufanya juhudi ili kuwa waja wake wenye utii. na hiyo itakapotokea ndipo itakuwa siku ya furaha kwa ajili yetu, na ni siku ambayo itakuwa siku yenye baraka, ambapo tutasema kwamba ahadi ya ukhalifa ambayo allah alikuwa amefanya leo tunaendelea kupata faida kutoka baraka zake, na hizi ni siku ambazo zitakuwa siku zenye kuisalimisha dunia kutoka maangamio. mwenyezi mungu atujalie kujirekebisha na atujalie ili tuweze kufikisha ujumbe wa mwenyezi mungu katika dunia nzima. baada ya swala nitasalisha jeneza mbili. marehemu wa kwanza ni mheshimiwa Karnal Daktari Pir Muhammad Munir Saheb. aliwahi kuwa msimamizi mtawala wa hospitali ya Fazili Umar. siku za nyuma katika umri miaka 85 alifariki dunia kwa fadhili ya Allah. alikuwa musi. 1963 Dr. Saheb alikuwa amefanya baiati na kujiunga na Ahmadia. kisha 1967 akajiunga na nizamu ya wasia.
1991 kwa kuona matendo yake amali yake wazazi wake walipata bahati ya kujiunga na jamaati. karnal pir muhammad munir saheb baada ya kustaafu aliitumikia jamaat kama naib amir wilaya multan. 2004 alihamia rabwa na kisha akajitolea maisha yake wakfu. akateuliwa katika hospitali ya fazli umar akatoa huduma kama daktari, kisha akafanywa kuwa msimamizi mkuu wa hospitali ya fazli umar, na juu ya wazifa huo akajitolea na akatoa huduma kwa miaka 12 na akatekeleza wajibu wake. 2017 kwa sababu ya siha yake akastafishwa, lakini akaendelea kuitumikia hospitali kama daktari na alifanya kazi katika idara ya ENT. aliweza kufanya huduma kwa jamaati, yani aliweza kuitumikia jamaati kwa miaka 19. mke wake amatul malik sahiba ni mjukuu wa dr mir muhammad ismail saheb. anasema kwamba mume wangu alikuwa mtu mwema sana na mwenye kuunganisha familia nzima. alikuwa na uhusiano mkubwa na jamaat na ukhalifa. alikuwa anafanya juhudi ya kutimiza ahadi yake ya wakf kwa uaminifu wake wote. nimeishi pamoja naye kwa miaka 60. alikuwa mtu mwema sana. aliwajali wazazi wangu, ndugu zangu na pia wazazi wake. alikuwa anautanguliza ubinadamu juu ya vitu vyote. akichelewa kuja nyumbani kutoka kazi yake na nikimuuliza, alikuwa anasema kwamba watu wanafanya kazi kwa kutumia fail mbalimbali, wanaweza kufunga tu wanapotaka, lakini kazi yangu ni pamoja na wanadamu, hivyo mimi huu ni wajibu wangu wa kutimiza mahitajio yao. siku moja anasema kwamba alikuja akichelewa. nilimuuliza kwa nini umechelewa kuja? akasema kwamba hospitalini kulikuwa na mtu fulani, yani mwenye kufanya usafi, na kulikuwa na upasuaji wake na hakukuwa mtu mwenye kumwangalia, hivi nikaendelea kukaa kwake ili niweze kumuuguza. alikuwa mwenye kusali sala tahajudi na kuswali swala. alikuwa anafunga saumu bila kukosa, na kila alhamis alikuwa anafunga saumu kama nisemavyo. kwa kuona matendo yake wazazi wake walikuwa wamejiunga na jamaat. mama yake alikuwa anasema kwamba sisi tulikuwa tunafikiri kwamba wahmadia mungu apishe mbali hawamwamini mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanamwamini mirza saheb tu. nilikuwa sipendi hilo, lakini nilipoona kwamba mtoto wangu anaswali sala ya tahajudi na sala zingine vile vile, nikafikiri kwamba wahmadi hawezi kukosea. hivyo matendo yake yakawa sababu ya kujiunga kwa wazazi wake. alikuwa amefanya tahkik na kisha kufanya bayati, hivyo alikuwa ahmadia mwenye matendo. alikuwa na uhusiano mkubwa na ukhalifa. daima aliendelea kushikamana na ukhalifa, na alikuwa na wasihi watoto wake vile vile kushikamana na ukhalifa, kwamba kwenye muda ulio mushkil muindikie khalifa wa zama. na yeye hakuwa na tamaa ya kupata cheo kwa ajili ya huduma. alikuwa ameniindikia kwamba ukinituma mahala popote niko tayari kwenda. katika familia ameacha mke, vijana 3 na wajukuu. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu. marehemu anayefuata ni bi salima zahid sahiba ambaye alikuwa mke wa samiula zahid sahib, mbashiri wa jamaat nchini canada. alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa musi. katika familia ameacha mume, binti mmoja na watoto 3 wa kiume. kijana wake mmoja ataal mumin zahid saheb ni mbashiri wa jamaat na ni mwalimu wa jamia ahmadia uingereza. zahid saheb anaandika mumin zahid kwamba kulikuwa na watoto 60 hadi 70 ambao yeye alikuwa amewasomesha Qurani tukufu. hapana,
ni baba wa momen zahid ambaye ameandika kwamba mama yake alikuwa anawasomesha watoto 60 hadi 70 kurani tukufu, na baada ya kifo chake marehemu ambaye ninamzungumzia aliendeleza kazi ile na akaendelea kuwasomesha kurani tukufu, bali watu wengi wenye zehebu la ahle hadis au ahle sunnat walikuwa wanakiri kwamba huyu ndiye aliyefundisha na kusomesha watoto wetu qurani tukufu. Anasema kwamba alikuwa mtu wa kawaida sana mwenye kutoa huduma mbalimbali. Daima alikuwa anatanguliza mahitajio ya wengine juu ya mahitajio yake. Na mwana wake atalmu zahid anasema kwamba katika hali ya zika vile vile badala ya kutumia juu ya dhati yake alikuwa anatanguliza kutimiza mahitajio ya wengine. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.